kumwamini Mungu kunasababisha ukombozi. Wacha tukasome maandiko. Kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi 5, kitabu cha Zaburi 5:1-3. Zaburi 5:1-3. Hii ni zaburi ya Daudi. Ni zaburi iliyoandikwa na Daudi, na tutajifundisha kwa hiyo zaburi ya Daudi. Waandikaji wa zaburi walikuwa wengi kidogo. Ziko zaburi za Daudi na kuna zaburi ambazo waandishi wengine pia waliandika na zikachanganywa katika hiki kitabu hiki cha Zaburi. So tutajifundisha kutoka kwa maandiko haya. Tumuone Daudi mfalme akasema, Bwana, uyasikilize maneno yangu, uangalie kutafakari kwangu, uisikie sauti ya kilio changu, mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiwe nikuombaye. 3. Bwana, asubuhi nitaisikia sauti yangu, utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni Daudi, na hapa alikuwa anaomba na alikuwa anaongea na Mungu, na alimwambia kwamba Bwana, uyasikie maombi yangu. Anakwambia asubuhi nitanena na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Nitaongea na wewe. Daudi kwa sababu gani anasema ya kwamba atazungumza na Mungu asubuhi, mchana, jioni, na anambia kwamba asikie sauti yake? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Daudi alikuwa katika hali ngumu, alikuwa katika njia pana. Wakati wanazungumza na Mungu ya kwamba atakuomba, atakuita, ataendelea kila wakati, hali ya Daudi haikuwa nzuri. Kwa nini? Alikuwa anapitia hali ngumu katika nyumba yake, katika jamii, na hali ya vita ilikuwa imekuwa ngumu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Amen. Daudi alikuwa mfalme. Mfalme ni mtu wa vita. Vita zinaweza kupangwa pahali popote na ikapangwa kwa njia yoyote ile. Kwa hivyo Daudi, vita vimekuwa vikali katika maisha yake, si kwa nchi peke yake ya Israeli alikuwa anaongoza, bali hata katika nyumba yake. Kuna wakati jamii yake ilikuja pia nayo ikawa inamkataa, hata akasema wale watu wa nje wanikatae hata mimi. Bwana asifiwe. Amen. Watu wa nje wanikatae hata mimi wanangu. Bwana asifiwe. Amen. Daudi akawa anapitia hali ngumu, ndio hata kazungumza na Bwana, akamwambia Bwana, uisikie sauti yangu, na nitakupangia maneno yangu asubuhi, nitakupangia maneno yangu jioni, nitakupangia maneno yangu kila wakati, na kukuita, kwa maana wewe ndiye Mungu ambaye tunakutegemea. Bwana asifiwe. Mara nyingi watu wanapopitia hali ambayo ni ngumu, mara nyingi watu hawa wanawaza mawazo tofauti. Mara nyingine watu wengine wanafuata njia tofauti. Wengine wanawaza mababu zao, wengine wanawaza waganga, wengine wanawaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi akasema kwamba wewe Mungu, sitakuacha, nitakupangia maneno yangu mchana, asubuhi, uisikie sauti yangu, nitakuita Mungu wangu, nitaongea na wewe Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni hali ya kumwamini. Bwana asifiwe. Amen.
Sawa sawa, nimekuja kwako, nimesema ya kwamba hapa nimekuja na nina imani ya kwamba kile ninachokihitaji nitakipata kwako. Bwana asifiwe. Amen. So iweje niko hapa na nina imani ya kwamba hapa nitakipata, hata kama kutakuwaje, lakini niko hapa, nimekuja na nina imani ya kwamba nitapata. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama utachelewa kufungua mlango, utachelewa kufungua madirisha, utachelewa kuamka, lakini mimi niko hapa, nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama watu wengine watakuja hapa wakati kidogo waondoke, waniache peke yangu, lakini mimi sitaondoka, niko hapa kwa sababu naamini ya kwamba wewe utanipa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata kama wanavunjika pale wakashindwa watoke, mimi niko hapa, sitoki. Daudi anasema kwamba mimi nitakufanyia maneno yangu asubuhi na jioni, nitakuita usikilize sauti yangu, usikilize kilio changu, uyasikilize maneno yako, uyasikilize sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto mja kwa miguu ya mama na akaanguka pale na akalia kabisa, lakini anaamini kabisa kwamba mwisho wa yote mama atafungua matiti. Yeye anaamini matiti atafunguliwa. So yuko pale ameanguka pale, mama mwingine anaweza kuchapa kabisa na mtoto atalia, tata mwangalia mama, yeye anataka nini? Anataka anyonye, na na imani ya kwamba atapata kunyonya. Bwana asifiwe. Amen. Yule ambaye hanyonyi akija kwa miguu yako anataka sima ama anataka viazi, na hata ondoka, ana imani hiyo, utamchapa, utamsukuma, utamshika masikio, na ana imani ya kwamba hapa mwisho wa maneno nitapata viazi. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo, ana imani hiyo, mzazi sasa ya kwamba hata kama hii nia niliweka zamani, hii nia nilipita, nitachukuliwe. Mzazi anaondoka bimsinya, lakini anaondoka akachukua imina. Bwana asifiwe. Aina. Mtoto kama sile bidii na kuamini. Bwana asifiwe. Amen. Hawa watoto aje leo mara moja na nyama tayari. Hawangepakua kunyonya hawa watoto. Kile shida kwamba akianza kuliangalia mpaka uone anatoka jasho. Bwana asifiwe. Amen. Akianza kulilia viazi analia mpaka pale nyumbani pale hakuna amani kabisa. Hapa ndipo analia kweli. Bwana asifiwe. Ana imani ya kwamba huyu atanipa, asinipe na atanipa hivyo. Ndio cha Daudi. Amen. Amen. Si rahisi. Ni mtoto wa ndugu yetu Pita, aliyekuwa Pita na Pita pale msukume hadi aje kwa magaro huko anataka viazi. Bwana asifiwe. Amen. Akimsukuma yeye atakuja huko kando tena rege pale tena, kwa sababu anajua huyo ndiye baba yake na ndiyo mwanzo na ndiyo mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza kuwa baba yake anaonekana kadogo sana. Unajua kuna wazazi wengine wakubwa, wazazi wengine vidogo vyenyewe kabisa. Mtoto mmoja anachezea ndio kusema na baba, kama baba alikuwa ni baba. Bwana asifiwe. Amen. Na huyo baba nilikaa naye tukifanya kazi pamoja, akaniambia mimi nikilewa mangoni huwa bibi yangu anakuja anaiweka mgongoni anipeleka nyumbani. Huyu baba mkubwa huyo. Lakini mtoto anamuamini kwamba huyu ndiye baba. Bwana asifiwe. Amen. Sema mkulumeni kilea mimi. Mchango ananivika mgongoni kana anivika mzini. Kwa kadogo sana kwa kitake baba. Lakini mtoto wake tulikuwa tumekaa sote hajiko, kwa maana mimi mkubwa kidogo ndio hapo kadogo. Ana imani kabisa
na ndio Daudi alitoka suluhisho lake liko kwa Mungu, akamwamini Mungu katika shida alizokuwa nazo. Akasema Baba, nitakuja asubuhi, nitakuja jioni, nitakuambia maneno yangu kila wakati, Bwana Mungu nakuamini kwa ajili ya shida zangu. Mungu alipigania Daudi. Mungu alimuonekania Daudi. Katika uongozi wa Daudi ulikuwa maarufu. Bwana asifiwe. Amen. Daudi alikuwa mshindi kila wakati. Kwa sababu gani? Alimwamini Mungu. Maadui waliokuwa wakijiandaa kumfuata Daudi hawakuweza kufaulu kwa Daudi, maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa sababu Daudi alimwamini Mungu na alimwita Mungu kila wakati. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo inaweza kuwa mahali hapa kuna maadui wanakuandama. Sasa unaandamwa na maadui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeng'ang'ana, kuna mambo unang'ang'ana nayo lakini hayaendi. Kuna jambo la kufanya hulali. Bwana asifiwe. Amen. Unaona giza tu katika maisha yako Mungu. Unaona kushindwa tu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Daudi aliandamwa na maadui. Hapo adui mmoja. Ile kuna maadui na wanakuandama katika maisha yako. Anaweza kuwa simu moja, anaweza kuwa pale nyumbani, anaweza kuwa ndani ya nyumba, inaweza kuwa afya yako, lakini kuna maadui unaowajua wanakuandama, wanakukosesha amani katika maisha yako. Hao ndio maadui. Bwana asifiwe. Lakini ushindi wako unapatikana kwa kumwamini Bwana. Unapomwamini Bwana, Bwana atapigana na hao maadui. Vita si vyako, vita ni vya Bwana. Bwana asifiwe. Bwana atakupigania. Bwana asifiwe. Daudi anasema sitatoka kwako, asubuhi nitakuwepo. Utanisikia Bwana asubuhi nikiongea na wewe, utanisikia jioni nikiongea na wewe, nitakupangia maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maadui ulio nao, maadui wanaokuandama katika kazi yako, katika ndoa yako, katika nyumba yako, katika afya yako. Bwana asifiwe. Maadui wanaokuandama si chochote mbele za Mungu. Ni wewe jiachilie mbele za Mungu, umwamini Mungu na Mungu atapambana na maadui wanaokuandama. Mungu atapambana na uharibifu unaokuandama. Mungu atapambana na uovu unaokuandama. Mungu atapambana na magonjwa yanayokuandama. Mungu atapambana na vita vinavyokuandama na Mungu atakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine waweza kuandamwa na maadui wa maskini. Maadui. Bwana asifiwe. Amen. Kile utakachofanya akiwi. Pata pesa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapata pesa kabisa, lakini hujui zinafanya nini. Pata pesa, magonjwa nayo ndio yameingia. Bwana asifiwe. Amen. Ukihesabu zile pesa umepata kwa mwaka ni nyingi, na ukiangalia kila mtu umetengeneza hakuna. Maadui. Bwana asifiwe. Amen. Babu yako hakuwa na nyumba, ilikuwa ni kibanda. Nyumba yake ilikuwa ni kibanda, sasa kuchungulia ndio aingie. Bwana asifiwe. Ukatajwa tena jina la babu. Kasi inaweza kupata na kukula. Bwana asifiwe. Amen. Inaweza kukula kiafya, inaweza kukula financial, inaweza kula ndoa yako. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Ni kweli ya kale yamepita, lakini pia shetani pia naye Biblia inasema kwamba kutoka na anapotoka huenda na anapoenda huenda ukaa huko, alafu kurejea akaja akaangalia pale potoka pakoje, na kuona ya kwamba amesafishwa, anaenda kuchukua wengine 6 ama 7 wabaya zaidi.
Bwana asifiwe. Amen. Sasa unakuwa pale na unawakilinda kabisa, usitoke kabisa pale. Sisi tumeshika kwamba imekuwa mtu pale umekuwa kiumbe kipya. Hata kama ni kiumbe kipya, lazima ya kwamba umshikilie Bwana. Kama hutamshikilia Bwana, yale ya zamani yatarejea na yatakukula kwa bado uko kanisani. Yatakuumiza kwa bado uko kanisani. Bwana asifiwe. Yatakuumiza, kazi zitakuumiza, zitakukula, zitakula maisha yako, zitakula nyumba yako, zitakula afya yako. Utajaribu na hazitakuwa, utang'ang'ana. Bwana asifiwe. Amen. Watu wanajiriwa kazi kwa hapo, wewe ndio umefika ofisini, ngoja kampuni tena imekufa kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Hata walisikuajiriwa kazi, kuela kichwa mimi kwa ofisi ambayo imefilisika kabisa ya kampuni. Uko na kazi. Bwana asifiwe. Amen. Unakalana kana kuandama. Hata hapo kwa chifu na dogo msono. Ukifanya hivi choke kichwa mbaya, basi hiyo gunia hiyo bebakeni ya mzee wa mtaa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu vinakuandama, lakini utavishinda kwa kumwamini Bwana. Utavishinda kwa kumtegemea Bwana. Utavishinda kwa kusimama na Bwana. Muamini Bwana. Ukimwamini Bwana, Bwana atapambana na uadui unaokutafuta katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20. Wacha tu nifanye kusimulia hiki kitabu. Ni wakati wa mfalme Yehoshafati, wakati aliambiwa akiwa na wana wa Israeli, akaambiwa ya kwamba Waamoni wamepanga na Moabu wamepanga waje watuangamize. Mfalme Yehoshafati aliogopa sana, akatetemeka sana, akaogopa, akawaita makutano, akawaita viongozi, akawaita Waisraeli, akakaa pamoja nao, akasema kwamba tazama, Wamoabu wanakuja kutuangamiza, tutaenda wapi? Wakawa na huzuni, wakawa wamevunjika moyo, wakahisi kuchanganyikiwa, wakaona kifo mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali hiyo, walipokuwa wamekusanyika na kupokuwa wanaomba na kupokuwa wanapanda, kule vita vinapangwa, nabii wanajipanga. Mwonaji mmoja nabii akasema ya kwamba unamwamini Mungu, aminini na manabii wake, nanyi mtathibitika. Bwana asifiwe. Amen. Mnamwamini Mungu, aminini na manabii wake, nanyi mtafanya nini? Mtathibitika. Kisha akawaambia watu kwamba na tumwabudu Bwana, na tumwimbie Bwana, na tukusanyike tu, na tuimbe tu, na tuabudu tu nyimbo za utakatifu. Na wakakusanyika na wakamwimbia Bwana, wakamwambia Bwana umetukuka, Bwana hakuna kama wewe. Wakamwambia Bwana wewe ni Bwana wa Bwana, jemedari wa majemedari, wewe ni mkuu wa wakuu, ni mfalme wa falme, ni simba wa Yuda, ni maji ya uzima. Wakamwabudu Bwana kabisa. Bwana asifiwe. Walipokuwa katika hali ya kumwabudu, Biblia inasema ya kwamba wale wa Moabu kule na Waamori wakaanza wakajipanga sasa kuja kupigana. Wakashuka, wakateremka bondeni. Walipoteremka, kumbe wakaanza kuuana wenyewe, wakapigana, wakauana wenyewe, wakafa wote. Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi wana wa Israeli na wana wa Yehoshafati walipoamka, walipoangalia waponde, majeshi wamekufa, watu wamekufa, hakuna aliye hai. Na wakazungumza kwamba walienda siku 3, wakachukua nyara, wakachukua nguo za majeshi, wakachukua dhahabu, wakachukua na mavazi, wakachukua na vyakula. Siku 3 wanabeba usiku na mchana. Hawajapigana na mkono, ni kumwamini Bwana na kumwabudu Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Maadui wakaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapomwamini Bwana, Bwana huwatia maadui wako mikononi mwake, na Bwana huangamiza kwa ajili yako.
Bwana asifiwe. Amen. Pendwa, haijalishi una mahadui gani katika maisha yako, Bwana Mungu yuko mwenye weza. Bwana Mungu yuko mwenye weza, anayeweza kuwaweka katika mikono yake na kukomboa wewe. Wewe mwamini Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Toa imani yako katika vitu vingine. Kama unaamini kina babu, acha kuamini kina babu, mwamini Mungu aliye hai. Kama unaamini wazazi, acha mwamini Mungu aliye hai. Mzazi ni mwanadamu kama wewe. Mwamini Mungu aliye hai, yeye anaweza kukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana wa Israeli wakaokoka, wana wa Israeli wakakombolewa. Daudi akakombolewa, Daudi akapata amani, Daudi akapata ushindi. Bwana asifiwe. Natangaza ushindi juu yako siku ya leo. Wewe leo mwamini Mungu ya kwamba ushindi juu yako. Haijalishi kuna kitu gani kilinenwa juu yako, nasema ushindi uko juu yako. Haijalishi kuwepo juu ya maisha yako, ushindi uko juu yako. Haijalishi kulikuwa na nini katika ukoo wenu, nasema kwamba ushindi uko juu yako, na baraka ziko juu yako, na amani iko juu yako, na uzima uko juu yako, uongozi uko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno nasema sisi ni vichwa na si mikia, wacha ukapate kuwa kichwa. Amen. Amen. Wacha ukapate kuwa kichwa. Faulu katika kila jambo, faulu katika maisha yako, fanikiwe katika maisha yako, uwe na afya yako, uwe na nyumba yako, uwe na baraka zako. Bwana asifiwe. Kile kimeambiwa katika maisha yako, Bwana hawezi kukirejesha. Kile kimepotea, Bwana hawezi kukirejesha. Kile umekipata ni chako, Bwana hawezi kukupatia. Mwamini Mungu tu, shikilie Mungu tu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Jua kama uende kawa moyo wako umejaa machozi, uende kawa unalia, unawezekana kwamba kama moyo wako mtu angeweza kufunua akaangalia, angeona vile machozi yanamiminika. Nataka niseme ya kwamba usilie, kwa maana uko na Mungu aliye hai. Kuna Mungu anayeweza, kuna Mungu anaweza kupangusa machozi, kuna Mungu anaweza kuondoa katika hicho kilio. Kuna Mungu ambaye anapambana na hao maadui wako ambao wanakufanya kama uteseke. Mungu anapambana nao na hautateseka tena wewe, maana Mungu anapambana nao. Mwamini Mungu aliye hai, mshikilie Mungu aliye hai, usimwache. Bwana asifiwe. Amen. Mkaribie asubuhi, mkaribie kila masaa, ongea na yeye kila wakati, mfanye kuwa baba, kuwa rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema nawapenda wale wanipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, utajiri unaodumu, heshima za kudumu ziko kwa Bwana. Bwana inaweza kuwa watu wanakuona ovyo ovyo, mnenaji wa sababu ukasema wanakuona bogus, jitu ambalo tu halina mpangilio. Uko pale kwa boma, lakini uko tu, siwe kwa boma, uko tu kwa maana uko pale. Niwe wa maana. Bwana asifiwe. Amen. Niwe wa maana kwa boma lenu, niwe wa maana katika jamii yenu, niwe wa maana katika baba yenu, niwe wa maana hata katika kijiji unachokiishi, niwe wa maana. Bwana asifiwe. Amen. Community wajua kwamba hapa tuko na mtu. Amen. Si takataka, si dude, hiyo bogazi. Tu ambaye hana mbele hana nyuma. Ikiwa ni mzee anaitwa Buda. Mzee mmoja nikasikia amekasirika.
Sasa mtoto wangu unanitafuta, anaitwa Buda. Mtoto anaitwa baba Buda. Baba sasa unanitafuta. Dude la mtaani. Bado halina mpango. Bwana asifiwe. Amen. Sasa maisha yako yaonekane kwamba ni ya mtu yenu hapo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Community ifurahie kwa maana uko ndani ya ile community. Boma lifurahie kwa maana uko ndani ya ile boma. Nyumba ifurahie kwa maana uko ndani ya ile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana kwa Bwana. Unapomwamini Bwana, mwamini Bwana. Unapomwamini Bwana Yesu asifiwe. Unapomwamini Bwana anaachilia ukombozi katika maisha yako. Ni wapo kuna maroho ambayo yamekulenga, kuna maroho ambayo yamekufinika, kuna maroho ambayo yamekuteka nyara. Bwana hupambana na hayo maroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana huimarisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema na mtu tena kwamba mtu usilie. Tuko na Mungu anayeweza. Mshikilie Mungu, mzuie Mungu, muamini Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Toa imani zako kwa mambo mengine. Toa imani zako hata kwa akili zako. Bila shaka kama usitegemee akili yako, toa imani yako kwa akili zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wana akili ndefu sana. Wanategemea akili zao na maarifa yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika maisha yako mwachie Mungu yote na Mungu atakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu atakuonekania. Utaka muone Mungu, muamini Mungu peke yake. Utaka muone Mungu, jiachilie kwa Mungu, utamwona Mungu. Kiasi gani watu wanaweza kudharau, watu wanaweza kucheka. Bwana asifiwe. Amen. Ndugu Peter akamwambia whisky ya 5000 whisky. Na tukao tunakunywa pamoja. Leo umekataa mnazi na nimekunywa whisky na unakataa. Mimi nilifuata na ile pombe ya mnazi. Kwanza nilifuata na bangi kwanza. Kaja tayari pia kakaa ndani mwangu na bangi. Nimeleta ile kitu, ambia mimi sirudi tena, nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatoka na bangi yake. Wakati ule ni tuko kwenye Hammond na mama ndio nimemoa. Kaja rafiki yangu mwingine na kiplastic cha lita 7 mnazi. Sema nimekuja tukunywe kabisa. Najua mama alikuwa hapo ndio ameingia kama jana. Nikamwambia mimi nimeokoka, sio ni Bwana, sikunywi mnazi. Akasema mimi sitaondoka, nitakesha kukunywa hapa. Na nikesha hapo kwa mlango kweli. Kunywa hapo na kuimba kwa mlango wangu, mimi niko ndani ya. Bwana asifiwe. Amen. Mwingine anaambia kama wewe hukunywi tena. Kwani umeokoka? Ulikuwa na shida gani hata uokoke? Bwana asifiwe. Amen. Watu walikuja wa aina nyingi na mambo mengi. Leo kwamba nimekuwa kiumbe kipya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, si ule wa zamani. Namtumainia Bwana. Wakanambia kwamba kijana umeisha. Bwana asifiwe. Amen. Wakanambia kijana umeisha. Watu wa familia wakanambia wewe umeisha au umeharibika. Bwana asifiwe. Amen. Wengine wakanambia hatukupendi tena, wewe siwe tu tena. Nikomekwa siwe tu tena, basi mimi ni wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Na nashukuru kwa maana siwe tu tena, mimi ni wa Bwana. Na Bwana atanipigania. Amen. Mengi yamekuja, mengi yamepita, nimemshikilia Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kuweje, nimemshikilia Bwana. Na nimemwona Bwana katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Nimemwona Mungu katika maisha yangu. Nimshikilia Mungu, Mungu atakushikilia. Na atapambana na mahadui wako. Bwana asifiwe. Amen. Wakunifukuza usiku, nimeona wakinifukuza na usiku. Lakini nashukuru kwa sababu wanaponifukuza na usiku, nakuta ya kwamba ninapata mabawa, naruka vya ajabu. Bwana asifiwe. Amen. Naruka vya ajabu. Amen. Amen.
Maana naweza kuta nimevamiwa katika, nimelala nakuta kuna watu wamenivamia na mapanga, lakini nikifanya hivi vile nitaondoka katikati yao na niruke juu na niende, hata kanishangaza, nitapata pale na nitaenda nikiwa salama. Bwana ziliwe. Ni vitu vinavyoniandama, lakini Bwana yuko pamoja nami, nami niko pamoja naye. Ukiwa pamoja na Bwana, Bwana majeshi hatakuacha. Bwana ziviwe. Amen. Kuna vitu vinaonyeshwa kwa macho, vitu kama hivyo, na kuona hivyo unajua kama ni vitu vinakuandama. Bwana hivyo ziviwe. Amen. Lakini Bwana anakupa nini? Anakupa ushindi. Bwana ziviwe. Mara nyingine wale ndovu ndio huyo, ndovu wako si ndovu ni mkubwa. Akuja fika hapo nimpige ngumi mpaka nimwangushe. Mimi naweza kumwangusha ngumi yangu inaangusha ndovu kweli? Lakini namweka mmoja mpaka chini. Najua ni kitu hiki kilikuwa kinakuja katika hayo maisha ya kiroho, lakini Bwana amenipa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawaambia maneno ya ndani, nasema mtegemee Bwana, yale kuandama hayatakuweza. Bwana asifiwe. Amen. Na hujui ni yapi yanakuandama, hayatakuweza. Mtegemee Bwana. Inawezekana kwamba uko hivyo ama niko hivyo kwa sababu kuna mambo fulani ambayo yamenizunguka, mambo fulani yamenishika, lakini wakati ninapomtegemea Bwana, Bwana asifiwe, wakati ninapomwamini Bwana na kutembea na Bwana, yanaachilia. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba mafuta tuliyopakwa sisi, tulipokwa mafuta. Amen. Amen. Tumepokwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Sisi tuko na mafuta. Wewe muamini kama umeokoka, umepakwa mafuta ya Roho Mtakatifu yako ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Na hayo mafuta Biblia inasema kwamba yako na uwezo ya kuangusha kila laana. Laana zinapokuja, zinapotaka zikae hapa, kwa sababu umepakwa hayo. Wacha haya watu wanua mafuta huko, ati mafuta ya upako, sijui olive nini hii, sijui mafuta gani hayo. Mafuta umepakwa mafuta wewe. Bwana asifiwe. Yesu mwenyewe hakupakwa hayo. Akasema kwamba alipoongea pale anasema kwamba Roho wa Mungu juu yako, kwa maana afanya nini? Amenipaka mafuta. Na hayo mafuta ya Roho wa Mungu ndio tumepakwa sisi. Wacha haya dukani ya nazi kununua. Una mafuta ndani yako, mikono yako iko na mafuta. Tumepakwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Hayo mafuta yana uwezo ya kuangusha laana. Yale uliyopakwa. Ile mengine wanaotumia ile ni symbol, yaani ni symbol. Si dhambi, ni symbol. Ni mfano. Ile tunasema ni upako ya kununua hayo, upake mtu ndio aombe. Hiyo that's a symbol. Lakini ndani yetu tuko na mafuta tuliyopakwa na Bwana. Wewe ni mama, ulipakwa mafuta, ni kijana, kuna mafuta ndani yako. Na hayo mafuta yana uwezo ya kuangusha laana. Hayo mafuta yana uwezo ya kuangusha kila kiovu kinachokuandama katika maisha yako, mradi umesimama na Bwana. Hayo mafuta yako live, hayo mafuta yako hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukombozi unapatikana katika kumwamini Bwana. Nataka sio kwamba mtu endelea kumwamini Bwana. Usimwache Bwana. Mwamini Bwana. Tembea na Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Mawazo akuwaziayo Bwana ni mawazo makubwa. Anasema anayajua mawazo unayowazia ninyi. Bwana asifiwe. Amen. Ni mawazo ya kuwapatia matumaini siku zenu za usoni. Je, unaona matumaini kweli siku za usoni? Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu anaona matumaini kweli za siku za usoni?
Lakini hayo ndio mawazo ambayo Bwana yuko nayo kwa ajili yangu, kwa ajili yako, ya kwamba ni ya kutupatia matumaini siku zetu za usoni. Huo ndio mpango wa Mungu, na ni kwa wale waliomshikilia Mungu, ni kwa wale wanaotembea na Mungu, ni kwa wale wanaomwamini Mungu. Matumaini yako ya maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu hapa naona wana maono makubwa sana. Kuna watu wana maono makubwa, yatatimia. Mwamini Mungu. Ndoto yako itatimia. Mwamini Mungu. Ikiwa ni kubarikiwa tuone kwa sisi tusibarikiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ndio Yesu akamwambia ya kwamba hapa duniani atakapokuwa na Petro utapata mara 100, halafu katika uzima wa milele. Tuko na haki ya kupata hapa duniani. Bwana asifiwe. Amen. Ikiwa ni kulala katika nyumba unaona nzuri, anza kuilala hiyo nzuri hapa, ndio upata mbinguni baadaye. Bwana asifiwe. Amen. Usijifariji kama Lazaro. Wewe si Lazaro. Kila tu wanaimba Bwana niajalie kama Lazaro. Yaani wewe na vidonda. Ule makombo uleza watu wanaangusha hiyo mipafupa ndio kwa kule pale. Wajaliwe kama Lazaro. Bwana asifiwe. Amen. Wewe sio Lazaro. Wewe